tunataka tunapokagua tukisema tumeridhika vile vipimo vya kitaalamu kwamba alitakiwa aweke nondo za ukubwa huu. Vipo vifaa vya kisasa ambavyo bila kubomoa jengo unafanya kinaonesha kwamba nondo ziliwekwa vile vile. Simenti ratio yake vinaonesha kwamba ratio yake ni ile ile. Hiyo ndo njia ya kuweza kukabiliana na wakandarasi ambao wanakiuka BOQ. Kwamba sisi kama serikali tunakuwa tumeshalipa fedha ambayo inaendana na BOQ. Yeye akienda akatekeleza chini ya kiwango, maana yake tunakuwa na fedha ya serikali imepotea, imenufaisha mtu binafsi kinyume na mkataba. Fedha inakuwa imeibiwa kwa utaratibu huo. Kwa hiyo tafuteni yule kijana wa mtaalamu wa majengo. Niliona kazi nzuri wakati wa mbio za Mwenge. Yule alikuwa anatangulia. Mwenge unapofika anakuwa na taarifa zote, lililojengwa vibaya linajulikana, lililojengwa. Tunataka watu na mikoa yote, wakuu wa mikoa wote wapewe vijana wa aina hiyo, ili wasiuziwe mbuzi kwenye gunia. Tunataka ufuatiliaji wa aina hiyo ufanyike kila siku, iwe ni utamaduni wa serikali, sio siku unapopita tu Mwenge. Ndio. Kama wale ni vijana wa Kitanzania na wameweza, na tena wanapita siku chache tu kwenye mkoa, tunaona ubovu. Na pengine maeneo yale Mwenge unakopitishwa ni yale waliojiridhisha hawakukosea, lakini tunaona makosa. Sasa tunataka ukaguzi wa aina hiyo uwe wa kila siku. Kila idara ina watu wa kukagua. Kila mkoa una seti kamili ya kukagua. Idara zote zinazotakiwa kufanya hivyo, za kuchunguza, za kukagua, za kukamata, mpaka na za kuhukumu. Inakuwaje kwenye yale ambayo tumechagua Mwenge ndo utapita hapa ndo yanaonekana yalikuwa na kule ambako tumekuepesha kuna kuwaje? Kwa hiyo ile timu ya kufuatilia kitu gani kimefanyika kama ile ambayo tunaiona kwenye siku za Mwenge, tunataka kila mkoa uwe na seti ya aina hiyo.